Hujambo na karibu kwenye dondoo za Mlimani TV. Mimi ni Neema Yohana nitakaye kupitisha katika rubaa za kitaifa, kimataifa pasi na kusahau michezo. Na moja kwa moja tukianzia hapa Tanzania, jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Mwanza imeliomba jeshi la polisi kuharakisha uchunguzi kuhusu kutoweka kwa mfanyabiashara mwenzao ndugu Daniel Chonchorio ambaye pia ni mjumbe wa mkutano wa Chama cha Mapinduzi aliyetoweka Machi 24 mwaka huu katika mazingira ya kutatanisha, ambapo hadi sasa hajajulikana alipo, huku wakitishia kugoma kufanya biashara iwapo mtu huyo hatapatikana. Mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania mkoa wa Mwanza Bwana Patrick Masagati amesema tukio hilo limezua taharuki na hofu kubwa miongoni mwa wafanyabiashara juu ya usalama wao, ambapo ametoa wito kwa vyombo vya dola mkoani Mwanza kulitazama jambo hilo kwa uzito mkubwa sambamba na kuimarisha usalama wa raia Tanzania wakiwemo wafanyabiashara. Na kunako rubaa za kimataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekutana kujadili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hali ya kiusalama na kibinadamu ikitajwa kuzorota nchini humo. Akihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo Bintou Keita amesema waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda sasa wanadhibiti sehemu kubwa za mashariki mwa Kongo katika majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini, na wanatishia kupanua mashambulizi yao katika majimbo mawili jirani ya Magharibi. Afisa huyo anayeongoza ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo unaojulikana kama MONUSCO amewaambia waandishi wa habari kwamba uchambuzi uliofanywa na wataalamu ulibaini kuwa majimbo hayo mawili yameanza kufuata katika mashambulizi ya M23. Na kunako habari za kimichezo, kocha wa Simba Fadlu Davis amesema kikosi chake kimejiandaa kikamilifu kwa mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Al Masry ya Misri utakaochezwa Aprili 2, 2025. Akizungumza kuhusu maandalizi ya timu yake, Fadlu ameeleza kuwa tayari wamefanya uchambuzi wa kina wa wapinzani wao na wanajua mbinu zao, hasa mfumo wao wa ulinzi wa beki watatu na presha juu ya wanayotumia uwanjani. Ingawa anatarajia mechi ngumu ugenini, amesisitiza kuwa Simba inalenga kufunga mabao ya ugenini ili kuweka nafasi nzuri kwenye mchezo wa marudiano utakaofanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Akizungumzia matarajio ya mashabiki wa Simba, Fadlu amekiri kuwa wapinzani wao ni miongoni mwa timu ngumu zaidi walizokutana nazo kwenye mashindano haya, lakini anaamini kikosi chake kina uwezo wa kusonga mbele hadi nusu finali. Huu ni mwisho wa dondoo za habari kutoka Mlimani TV, nami ni Neema Yohana, na kwaheri.